Mtakatifu, unaishi na kumiliki, uliyekuwepo tangu milele, upo na hata sasa, na tunaendelea kuamini ya kwamba tutaishi katika neema yako na katika nguvu zako, na tuna matarajio makubwa ya kuishi katika umilele pamoja na wewe. Naomba nikushukuru kwa sababu ya kibali ambacho umetupatia na upendeleo ambao huu tumeupata, kwa sababu hatulichukui kwamba ni jambo dogo kuanza mwaka wa maombi tarehe 1 Disemba 2024, na leo tunahesabu tena kwamba tumefikisha mwaka mwingine, ukiwa umetuhifadhi katika neema hiyo, ukiwa umetuhifadhi katika wokovu, ukiwa umetuhifadhi katika kutumaini na kukutumikia. Tunasema asante kwa sababu mambo ambayo kwa imani mwaka jana tulikuja mbele zako, tukakuita kwa ajili ya hayo, tukatafuta uso wako Mungu wetu, na wewe mwenyewe ukasema na maisha yetu, ukatufundisha njia itupasayo na namna tupasavyo kuomba. Na hatimaye leo tunao watu wanaweza kusimama mbele zako, wakasimama mbele za kusanyiko, wakasimama mbele za madhabahu yako, wakashuhudia ya kwamba Mungu ulikuwepo pamoja nao na umetenda yale ambayo walikusihi. Na kwa sababu hiyo tunapata ujasiri tena wa kuja mbele zako, kwa sababu si Mungu ambaye ni kiziwi, si Mungu usiyetenda, ni Mungu unayetenda, Mungu unayeonekana. Unapotafutwa unaonekana, na shuhuda tunazosikia zinatupa ujasiri wa kuomba tena, wa kuendelea tena, tukiamini uliyetenda utatenda Bwana, uliyekuwa pamoja nasi utakuwa pamoja nasi, katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Na kwa hiyo naomba jioni hii ya leo niweke watu mbele zako, siku ambazo zinafuata kutokea sasa, siku 21 ambazo sisi sote, jamii ya kanisa hili, jamii ya waaminio, jamii ya watu wote ambao wanapenda na wanatamani kuungana pamoja nasi katika maombi haya, jamii ya wanagilgali popote walipo ndani ya nje ya Tanzania, Baba, tunaomba kujisalimisha mbele zako, tujiwekeze mbele zako, tukupe nafasi ya kwamba uturidhie kwa msaada wa Roho Mtakatifu, utupe neema, utupe nguvu ya kuomba, na utufungulie mbingu zako takatifu. Usikie maombi yetu, usikie kilio chetu Bwana, ukatutegee masikio yako Bwana, ukatutendee sasa na ubinifu wako, katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, ninaomba kila aliyeko mahali hapo Bwana, na wale wanaofuatilia kutoka maeneo mbalimbali ambapo wanafuatia maombi haya, wote uturidhie Mungu wetu, wote usikie kuomba kwetu, na wote utushuhudishe mema yako na kutushangiliza mema yako. Tunasema asante, tunakushukuru, tunakubariki na kulitukuza jina lako, na kujisalimisha sasa kwako kwamba uanze pamoja nasi, katika jina la Yesu tuseme amen. 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 Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Ni jambo kubwa sana sana Mungu amelifanya kwa maisha yetu. Amekuwa mwema sana kwa maisha yetu. Tulikuwepo mwaka 2024 tarehe 1 ya Disemba, tukiwa tunazindua maombi tarehe kama ya leo, na hata leo tena tuko mahali hapa baada ya mwaka mmoja. Mungu ametuhifadhi, lakini pia Mungu ametuongeza, kwa sababu wapo watu ambao wakati ule hawakuwa wanamjua Yesu, leo wako katika Bwana Yesu Kristo. Hawakuwa na ufunuo wa nuru hii ya wokovu, leo wamo katika wokovu. Si jambo dogo, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kuna wengine walikuwa wameokoka lakini hawakuwa hapa, lakini nimpendeza Mungu, tarehe ya leo wako pamoja na sisi mahali hapa. Walipachagua mahali hapa kwa nyumbani pao kiroho, mahali ambapo wanapaamini kupokea neema ya Mungu na majibu ya kimungu ya maisha yao. Kwa hilo nalo kwalo tunamtukuza Mungu sana sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mambo yote ya Mungu yanahitaji kuamini. Kuomba nako ni moja ya mambo ya kimungu, na ni utaratibu wa kimungu wa kutenda kazi pamoja na kanisa lake, pamoja na watu wake.
na ili Mungu atende kazi pamoja nasi anahitaji tuamini maombi. Tuamini maombi. Kuomba ni jambo lingine na kuamini maombi nalo ni jambo lingine. Si wote wanaoomba wanaamini maombi. Haleluya. Kuna wakati mwingine mambo tunayoona kwa macho ya nyama yanatutisha, tunaomba lakini bado imani yetu naona kama bado haitawezekana au bado tatizo ni kubwa. Nakumbuka kwenye Matendo ya Mitume kuna watu walikuwa wanamwombea mtumishi wa Mungu Petro akiwa amefungwa gerezani, na hukumu ilikwisha kutamkwa kwamba Pasaka ikipita Petro anakatwa kichwa kwa amri ya mfalme Herode. Na maandiko yanasema kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Wakati naomba kwa juhudi, linakumbuka tukio la hivi karibuni, Yakobo alikatwa kichwa. Haleluya. Wanaomba Petro asikatwe kichwa, huku wanakumbuka walichoona kwa macho yao wenyewe Yakobo akikatwa. Kwa kujaribu kukonekti hayo mawili, kukonekti muujiza wa Petro kunusurika sikatwe kichwa na taswira sinema inayoreplay kichwani ya tukio aliloona Yakobo akikatwa kichwa, yakawa ni mambo wakati mwingine yanawashinda kuyatenganisha. Kwa wakanaomba naamini Petro asikatwe, lakini huku anaona Yakobo alivyokatwa, imani nataka kama kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye Mungu akatenda, akasikia maombi yao akatenda. Mungu mwenyewe akatuma malaika akaenda gerezani, akamfungua Petro, akatoka hana kovu wala hana alama yoyote kwenye mwili wake. Mungu amemtoa gerezani salama kabisa, usiku wa kuamkia siku iliyopangwa kukatwa kichwa. Watu wako kwenye mkesha usiku, hawajalala, wanaomba kwa bidii. Wakiwa wanaomba, Petro akafika, anagonga mlango. Baadaye kijakazi mmoja anaitwa Roda akaenda kuchungulia, kwanza kufungua, akachungulia nani anagonga, anabisha mlango, akaona ni Petro. Kwa furaha hakufungua, akafurahi mpaka akasahau kufungua mlango. Akarudi kwanza waambie ndugu, tunaliomba limejibiwa. Mnakumbuka wale mnaosoma walimjibuje? Walimwambiaje? Walimwambia una wazimu. Unaelewa vizuri? Wako wanaomba maombi ya Petro aachiliwe, halafu Petro na mtu anawaambia Petro ameachiliwa, wanasema kutoka hapo umepanda kichaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuongea maneno kama hayo kwenye shida tulionayo kama huna wazimu. Wakasema una wazimu. Wakamwambia umeona nini? Umeona kivuli. Nadhani kuna neno kama hilo pia, kama sijachanganya mambo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sura ya 12 ya Matendo ya Mitume. Sio maneno niliyokusudia yatuongoze kwenye maombi ya leo, lakini najaribu kujenga, tunapojenga msingi uamini tunachokiomba. Haleluya, haleluya. Mstari wa 13, naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi na yake Roda akaja kusikiliza. 14, alipoitambua sauti ya Petro hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia una wazimu, lakini yeye akakaza sana, akasema kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake. Sasa malaika wa mtu sijui ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lugha nyingine wanasema umeona roho fulani
inayofanana na Petro. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kwa Petro. Umeona roho iliyojidharisha sura ya Petro. Kwa hiyo mambo nayoongea wewe ni mambo ya wazimu, lakini mtu anawaambia Mungu amejibu maombi. Tumeita Mungu amejibu, lakini wana sura ya shingo iliyokatwa ya mwingine. Juzi imekataa kuunganika na muujiza unaotarajiwa sasa. Kwa lazima Mungu atusaidie tunapoomba. Tunaomba habari ya mwaka. Mwaka ni jambo lingine. Mwaka nilishawaambia mara nyingi habari ya mwaka na kitu kinachoitwa nyakati. Tunaomba habari ya mwaka, tunaomba habari ya nyakati, kuweza kufiti kwenye nyakati. Mungu anapobadilisha nyakati, na moja ya njia ya Mungu kubadilisha nyakati ni kubadilisha miaka. Mwaka mmoja unapopita mwingine ukaingia, maana yake ulimwengu wa roho Mungu amebadilisha nyakati. Wana wa Israeli kwa najua jambo hilo vizuri sana, na Mungu aliwaelekeza maana kubadilisha nyakati. Waliliadhimisha, walikuwa wanafanya sherehe na wanafanya ibada, kwa sababu tu kumetokea kubadilisha nyakati. Wakawa wanafanya ibada zinazoitwa mwandamo wa mwaka, na zingine zinaitwa ibada za mwandamo wa mwezi. Nadhani huku wanazo hawa wa kule Nazareti, naitwa za mwandamo wa mwezi. Bwana Yesu asifiwe. God is changing the season. Na nyakati zinapokuwa zinabadilika, kuna vitu vingi katika ulimwengu wa roho hutokea. Haleluya. Ulimwengu wa Mungu kuna mambo unafanya na uko tayari kufanya na uko tayari kuachilia kwa watu wake na kwa ulimwengu katika kila nyakati. Kwa mwaka unapoanza, sisi tunaweza kuona tu ni siku imebadilika, tunapiga vigelegele halafu tunaenda kuishi kama tulioishi jana. Lakini Mungu hafanyaji hivyo. Mungu anajua kibadilisha mwaka, anajua kuna jambo lingine la mwaka huu linakuja. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna agenda ya mwaka huo, kuna jambo la Mungu la huo mwaka. Na kwa hiyo Mungu anataka watu waweze kujiingiza au waweze kufitini, waweze kuendana. Nadhani ndio Kiswahili kizuri. Wajitengeneze katika namna ambayo they can fit in, waweze kuendana. Kwa sababu usipokuwa unaweza kuendana, unaweza kwa nje mpango, unaweza kwa nje ya matokeo, unaweza kwa nje ya upendeleo, unaweza kwa nje ya marupurupu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Unaweza kubaki nje ya kile Mungu anataka kufanya kwa majira ya wakati huo, kwa mwaka huo Mungu anapobadilisha nyakati. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana Mungu anapobadilisha nyakati. Tuna ukomo kwa sababu ya binadamu. Ndio maana tunaomba. Maombi yanatusaidia kutuvusha mipaka ya ukomo wa kibinadamu ili yatuingize katika agenda za umilele. Tuko pamoja? Ubinadamu una limits, una ukomo. Tunaweza kuongea kwa ukomo, tunaweza kufahamu kwa ukomo, tunaweza kufanya vitu vingi kwa ukomo. Nini maombi yanafanya? Kuna mwandishi mmoja anaitwa Dr. Yogi alishafariki hivi karibuni. Alikuwa mchungaji kule Korea ya Kusini. Kuna chunga kanisa lenye watu wengi kuliko wote duniani. Kusanyiko moja lenye watu wengi sana duniani. Nilisoma kitabu alichoandika kwenye mwaka nadhani ilikuwa 1980 kitu hapo, 90 kitu hapo katikati. Wakati wa kusanyiko moja lilikuwa na watu 1.5 million.
kaandika kitabu kinaitwa The Fourth Dimension in a Three-Dimensional World. Kwa lugha rahisi anachoongea, anazungumza habari ya kiwango kingine au ulimwengu wa aina nyingine wa nne ndani ya ulimwengu ambao ukomo wake una vipimo. Three dimension manake una ukomo wa kuona vitu katika uhalisi vilivyo. Maana ni lugha ya kihesabu, siwezi kueleza kihesabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vitu vyote tunavyovitazama katika three dimension. Mimi ukiniona hivi, umbile langu ni three dimension. Hiki unachokitazama hiki, umbile lake ni three dimension. Haleluya. Vitu vyote vinakomea three dimension. Kunaweza kuwa na two dimension, kwamba unaweza ukichora hii meza, huwezi kuona upande huu mwingine, hiki kitu hiki. Ukikichora na kichora tu kama kisura fulani cha mstatiri hivi kimesimama upande. Kwa sababu unaona upande huu peke yake. Hiyo ndio tunaita two dimension. Lakini ukikichora mtu akiangalia vile nikiona kama kilivyo, umekichora three dimension. Ni lugha za kihesabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa huyo anazungumza kwamba ulimwengu wa kawaida huu unaweza kuona vitu vyote katika three dimension, lakini kuna ulimwengu mwingine unaovuka three dimension. Unaweza kwenda kwenye kiwango kile ambacho ulimwengu huu hauwezi kuona vitu. Hicho ndicho maombi pamoja na kitu kinachoitwa imani vinafanya. Maombi pamoja na imani vinatupeleka kwenye fourth dimension. Napeleka kwenye kile kiwango kinachozidi ulimwengu na vitu vyake namna vinavyoonekana. Kwa hiyo ukiishi katika huu ulimwengu unamwamini Mungu, lakini ukaferi kwenye maeneo ya maombi na maeneo ya imani, hautaishi tofauti na dunia nyingine na watu wengine wa dunia wanavyoishi. Wangapi wameelewa nilichosema? Wangapi wameelewa nilichosema? Narudia tena. Ukiwa ni waamini lakini ukaferi kwenye maeneo ya maombi na maeneo ya kuamini. Ndio maana nimesema kuomba ni kitu kingine, lakini si kila anayeomba naamini. Haleluya. Unaweza kuwa mwombaji mzuri lakini anayeferi kuamini. Haleluya. Kaomba vizuri sana lakini ukaferi kuamini. Sasa ukiferi kwenye maeneo ya maombi na ukaferi kwenye maeneo ya kuamini, hautatofautiana namna yako ya kuishi na wengine wote wa dunia. Wangapi amenielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaanza maombi haya. Maombi haya ni maombi ambayo kimsingi lengo lake ni kutuingiza katika kuendana na agenda mpya ya majira na msimu wa kimungu wa mwaka mwingine. Haleluya. Narudia. Tunaomba ili tufanikiwe kuendana, kuingia na tukafiti ndani ya agenda ya Mungu ya majira au wakati mpya. Kwenye lugha ya Biblia, maeneo mengine miaka imeitwa nyakati. Haleluya. Wakati akitabiri dhiki kuu ya miaka 3.5 katika Danieli 12, anaulizwa itakuwa muda gani? Akasema itakuwa ni wakati, nyakati 2.5 wakati. Akimaanisha mwaka mmoja, miaka 2.5 mwaka. Haleluya. Itakuwa ni wakati, nyakati 2.5 wakati. Nusu wakati ni nusu wakati, maana yake nusu mwaka. Haleluya. Lakini pia anazungumza habari ya Nebukadneza, amepoteza akili baada ya kujivuna, amepoteza akili akawa kama mnyama,
Biblia inasema nyakati 7 zikapita juu yake. Maana yake miaka 7 ikapita juu yake akiwa na akili kama akili za mnyama. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapobadilisha mwaka, basically amebadilisha nyakati. Naomba mimi naelewa vizuri. Mungu anapobadilisha mwaka mmoja ukapita ukaingia mwingine, Mungu alichokifanya amebadilisha nyakati. Nyakati zimebadilika. Sasa hakuna hasara kama kuingia mwaka 2026 lakini kila kitu bado kimesetiwa kile 2025. Unakwenda pamoja? Kila kitu ndani yako bado kimesetiwa 2025. Wewe unaishi nyuma ya wakati. Huwezi kukutana na chochote Mungu anachokifanya kwa nyakati mpya. Huwezi kukutana nacho. Ungapi amenielewa? Huwezi kukutana na chochote ambacho Mungu anakifanya ndani ya nyakati mpya. Huwezi. Ndio maana tunaomba tuweze kuendana. Ndicho nilichosema jana, watu wote ni utaratibu wa kila mwaka ukiingia, wafalme wote wapanue himaya zao. Na wanapanua himaya kwa vita. Wanaenda vitani, wanashinda majirani zao, wanachukua maeneo. Au wanachukua nchi, wanaitiisha kwa sababu wameshinda kwenye vita, wanaanza kuitoa kodi, wanakuza uchumi wao. Ndio ilikuwa maana ya zile vita za mwanzo wa mwaka. Vita za mwanzo wa mwaka hazikuhitaji mgombani. Walikuwa wanapigana si kwa sababu wamegombana. Wanapigana ile ya mwenye nguvu. Hapakuwa na sheria za kimataifa za kulinda mipaka ya nchi. Jina la Yesu libarikiwe. Kila mmoja alikuwa anajipanua kwa nguvu zake mwenyewe. Kumbuka ukianza kila mfalme ni harakati za kupigana. Anapigana aongeze mipaka ya nchi yake au aongeze uchumi kwa kupata watu ambao atawatawala, awateze kodi. Haleluya. Na utaratibu ulikuwa ni kwamba wana hawalipi kodi. Unakumbuka mfano wa Yesu? Walimuuliza walimuuliza Petro, "Bwana wewe unatoa kodi?" Petro akaenda kuuliza kwa Yesu, "Wameniuliza habari ya kodi, unalipa?" Akamuuliza Petro, "Kwani utaratibu ukoje? Wanaolipa ni wageni au wana?" Haleluya. Petro akajibu, "Utaratibu ni kwamba wanaolipa ni wageni." Kwa hiyo nchi zilikuwa zinatajirika kwa kutawala nchi zingine, halafu zile nchi zingine zinaleta kodi. Ili wananchi wao wasisumbuke na maisha magumu ya kudaiwa kodi nyingi. Kodi zinaletwa na wengine. Yesu akamwambia kama kodi wanalipa wageni, basi wana ni mahuru. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo walikuwa wanapigana vita kwa sababu hiyo. Wapate kodi nyingi ili raia wao wastarehe, raia wao wawe salama, raia wao wasiishi kwa shida. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu? Tunakwenda pamoja? Sasa sikiliza. Hapa Mungu anabadilisha nyakati. Mungu atoa wakati mmoja, anaingiza wakati mwingine. Daudi amejua utaratibu. Wakati mpya unapoingia, lazima uchumi mpya utokee. Ndio utaratibu. Wakati mpya ukiingia, kama ulikuwa huna watumwa au na wachache, uongeze watumwa. Wakati mpya ukiingia, kama nchi yako na eneo dogo, maana yake ongeze jiografia yake. Haleluya. Mwaka mpya ukaingia, Daudi akabakia nyumbani. Kwa lugha nyingine, akabakia mwaka uliopita. Mwambie jirani yako, ni hatari kubwa kubakia mwaka uliopita. Haleluya.
wafalme wakaingia mwaka mwingine, alafu yeye akabakia mwaka uliopita. Sasa ukibakia mwaka uliopita unafanya nini? Maana kitu chochote cha mwaka uliopita ni meaningless, maana Mungu hayuko nacho, hakina maana yoyote. Unafanya vitu viko nje ya wakati, havina faida tena. Akabaki nyumbani, na kwa sababu ukibaki mwaka ulioisha, agenda zake zote zimeisha, utaanza kufanya vitu visivyo na faida. Akafanya visivyo na faida. Haleluya. Akafanya vya hasara, akafanya vya majanga, kwa sababu watu wote wamevuka mwaka, wameenda mwaka mwingine, yeye amebaki mwaka ulioisha. Tunakwenda pamoja, bado najenga msingi wa kile ambacho nataka tutembee nacho. Unapoingia kwa muelewe nini tunakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka ukapita, watu wanafanya vitu vya mwaka mpya, yeye akabaki anafanya vitu vya mwaka ulioisha. Madhara yakawa makubwa kwa sababu watu walivuka mwaka, yeye hakuvuka mwaka. Kuvuka mwaka si swala la kalenda. Ndio maana zungumza fourth dimension. Haleluya. Wiko namba 4. Ulimwengu wa kiroho usioonekana. Si swala kama mpika 31 Disemba imeingia 1 Januari, si swala la kalenda. Kuvuka mwaka ni zaidi ya kalenda. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu? Tunakwenda pamoja. Wakati nikimwomba Mungu tunavukaje na ni agenda gani kwa ajili yetu, yalikuja mambo mawili. Moja ilikuwa ni jambo linaloitwa kukumbukwa. Kukumbukwa. Kukumbukwa katika sensi kwamba kuna wakati mwingine ulimwengu wa roho kuhusiana na wewe au kuhusiana na eneo lako au kuhusiana na kanisa au chochote cha kwako au chetu kinachotuhusu, kunaweza kuwa kama kuna kusimama, stagnation, yani hakuna kwenda. Haleluya. Kama mambo yamegota mahali fulani, kama kuna kugota eneo fulani. Haleluya. Hapo inatokea jambo, kumbe limeshituliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna jambo limetokea likawa triggered kwenye ulimwengu wa roho. Vitu mara moja vinaanza. Haleluya. Nakumbuka kisa cha Yusufu. Maisha yake yalikuwa yana agenda. Ndoto aliota zamani utotoni kwamba watu watamwinamia. Hapa katikati pakatokea mambo kana kwamba hakuna kitu kinafanana na ile ndoto. Sinaelewa. Na ikawa jambo la muda mrefu. Ana hatima fulani. Lakini katikati maisha yakawa katika mtazamo na mwelekeo ambao hauna chochote kabisa kinachofanana na ile ndoto. Tunakwenda pamoja. Mara ya mwisho kabisa akiwa gerezani, kukawa na mtu mmoja, walikuwa actually wawili lakini naongelea mmoja. Ameota ndoto, aliwahi kuwa mnyweshaji kwa mfalme Farao wa Misri.
na sasa kwa makosa aliyoonekana nayo yuko gerezani na ameota ndoto fulani ya Yusufu, akamsaidia kuitafsiri ile ndoto, ikaonyesha yule bwana anarudishwa kwenye nafasi yake, na akamwambia jambo ni siku 3 zijazo tu, wala sio zamani, sio muda mrefu ujao, ni siku 3 tu zijazo, kabla utafunguliwa hapa na utarudishwa kwenye nafasi yako. Akamtuma akamwambia, ukifika huko na mimi unitaje, unikumbuke. Haleluya. Yule bwana katoka kama ilivyotabiriwa na akaenda karudi kwenye kazi yake, lakini Biblia inasema akamsahau, hakumkumbuka. Haleluya. Jambo lile lilomfanya aishi maisha ndoto na maelekeza huku, maisha ya halisi anayoyaisha na maelekeza upande wa pili havielekeani kufanana, bado wanataka kumshikilia. Yule ndugu akaenda akamsahau. Ndicho Mungu alichokuwa ananiambia, kuna wakati ili jambo litokee, sio kwamba Mungu anasahau. Kukumbuka maana yake ni kutrigger, yani kama ulishaona wale wanaotumia bunduki, kuna kajitu wanavuta kwa kidole hivi, wakivuta kwa kidole hivi kule mbele risasi zinafyatuka. Kale wanakovuta hivi kanaitwa trigger. Hivi risasi kule mbele zinachomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kajitu ukikaminya tu vitu vinaanza kutoka. Na maombi haya taminya hako, sema yataminya hako. Jina la Yesu libarikiwe. Umwezi kuna maombi yataminya hako, na vitu vinaanza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa yule bwana moja, Farao akaota ndoto ngumu kutafsiri, watu wote ikawashinda. Mfalme akasema, sasa kwa kuwa wote wameshindwa na mkono nasema mnaweza, na waua. Mfalme aliposema na waua, ndipo yule bwana akasema, nimekumbuka kosa langu. Kosa nilofanya ni kumsahau mtu wa muhimu. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni wa muhimu. Ili unaweza kaishi kama umesahaulika. Maombi haya yatakufanya ukumbukwe kwa jina la Yesu. Unajua unahitajika, lakini unaweza kuishi kama huhitajiki. Unahitajika tu sana, lakini unaweza kuishi kama huhitajiki. Haleluya. Tuna maombi yatakayokumbusha watu wa kuhitaji katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Akasema, nimekumbuka nilichokosea, nilisahau mtu. Mara kamtaja. Siku ile ndipo mambo yalipoanza kufunguliwa. Sasa ili tuende kwenye maombi sasa, naomba jambo la pili ambalo Mungu alisema ni hilo ambalo nimeliandika pale, kubadilisha mabaya kuwa mema. Haleluya. Kwa sababu ile ile ya kuwa kama umesahaulika, mambo kama yamesahaulika, unaona mambo ya kinyume yanazidi kuwa kama yanapata nguvu. Umeelewa vizuri? Yaani ile namna ambavyo sivyo yalivyopaswa, ndio inaonekana kama inashamiri, inapata nguvu. Vile mambo ambavyo sivyo yalitakiwa yawe, ndivyo naona kama yanaendelea kuwa, na ile kuwa hivyo inaendelea kuwa kama inapata nguvu. Haikupaswa kuwa hivyo, lakini ndinazidi kuwa hivyo. Ukutakiwa kuwa unalala njaa, lakini ndinazidi kulala njaa. Haleluya. Ukutakiwa huwa kuwa hutambuliki na kuheshimiwa na watu wanapaswa kuheshimu, lakini ndio wanazidi kutokuheshimu. Tunakwenda pamoja.
Ukupata kunaendelea kuishi maisha ya maumivu, lakini ndio unazidi kuishi maisha ya maumivu. Mambo yanazidi kuwa kama vile ambavyo sivyo yalivyopaswa kuwa, lakini ndivyo yanavyozidi kuwa. Haleluya, 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 haleluya. Ipaswa kuwa na tawala, lakini ndio anazidi kuwa mtumwa. Inakwenda mbali zaidi, baada ya kuondoka utumwani ndio anaenda gerezani kabisa. Vile ambavyo sivyo alivyopaswa kuwa, ndivyo anavyoendelea kuwa. Nadhani mnanielewa. Nadhani wengi tuna experience hizo. Nadhani biashara za wengi zina experience hiyo. Nadhani familia zingine zina experience hiyo. Huduma. Na mimi ni mchungaji hapa. Nachunga kanisa hili, nachunga Gilgali yote. Nina mambo mengi ninayoyajua hayakupaswa kuwa hivyo, lakini yanakuwa hivyo. Na yanaendelea kuwa hivyo. Naweka nguvu nyingi, lakini yanaendelea kuwa hivyo. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna nguvu ya Mungu aliyokuwa anaiongelea. Kuna neema ya Mungu aliyokuwa anaiongelea. Ni nguvu kutoka kwenye ulimwengu ule nilioita fourth dimension. Haipo katika ulimwengu mwingine tunaoweza kufikiria na kuona kwa akili na macho yetu. Ni force kubwa. Ile force inakuja kama ndoto ya Farao. Jina la Yesu libarikiwe. Inakuja kama ndoto ya Farao, inaota ndoto, inafanya nchi nzima na ufalme mzima unakaa kwenye heka. Kumbe agenda ni ya kurudisha hatima ya mtu ambaye alikuwa amefungwa kwenye mabaya, kumbe alipaswa kukaa kwenye mema. Ni ndoto tu, watu nchi nzima kuna zizima. Taarifa za habari zinatangaza mfano wa ndoto, wanahangaika na taifa mboa, wameenda waganga wameshindwa. Taarifa zinatangaza kila siku, ni agenda kila siku, kenda vijiweni wanaongelea hiyo. Amesema na waua, na ni tangazo kila mahali, nchi nzima imepata nyuzi mpya. Kumbe anatafutwa mtu mmoja. Mambo yaliyokuwa na kwenda kinyume katika eneo la ubaya yageuke yawe mema. Inamtafuta mtu mmoja. Harakati zote hizo, tikisiko mzima unaoendelea, kumbe ni mtu mmoja anakumbukwa na natakiwa mabaya yote yageuke kuwa mema, yabadilishwe kuwa mema. Agenda ya maisha yake ibadilike. Nchi kazizima, famo katikisika, vyombo vya habari vikatangaza. Miaka ile hakuwa na television na redio, taarifa zilikuwa zinapelekwa kwa barua. Kulikuwa na watu stadi wa kujua kupiga mbio, unatakiwa ifike Misungwi, mtu anakimbia mpaka Misungwi. Haleluya, anapeleka taarifa. Taarifa zikapelekwa huku na huku. Kesho wenye hekima wote na wachawi wameshinda kutafsiri ndoto, wanauawa. Taarifa lazima zienee. Jina la Yesu libarikiwe. Kumbe ni agenda ya mtu. Mungu anataka kupindua upande wa pili wa maisha yake. Kuna upande mmoja umeandika kudharauliwa, kufutwa, kutokupendwa, kuchukiwa, umaskini. Halafu kumbe harakati zote hizo Mungu anataka ageuze ubao ulioandika utajiri, afya, uzima, upendeleo, kibali na kila kitu kianze kusomeka namna hiyo. Tusimame. Haleluya, haleluya. Wangapi wana imani leo? Naomba tusimame. Nataka tuanze leo mambo ambayo nataka tuanze nayo katika siku ya leo. Ninaomba kila mmoja ajiweke wakfu kwa maombi haya kiroho. Aomba kwa Mungu neema ya kuendana ile niliyoita kufiti ndani ya agenda ya wakati. Haleluya. Mwambie Mungu kusaidia. Yaani maombi ya leo
yawe ni maombi ya kuomba Mungu akusaidie kutobaki wakati uliopita. Wakati Mungu anaenda wakati mwingine, Mungu akusaidie. Fahamu wa kimungu ukuingie. Usibakie wakati uliopita. Mungu anapoleta wakati mwingine, Mungu akusaidie usibaki wakati uliopita. Haleluya. Mwambie Mungu, nisaidie niweze kuingia, niweze ufahamu wangu tengenezwe, fahamu wa rohoni, neema na nguvu ya kimbingu ya kuniingiza katika wakati mpya ikapate kuniijiria kwa jina la Yesu, ikanigeuza kwa namna vyote ninavyohitajika kugeuzwa, ili nisibaki wakati uliopita, katika jina la Yesu. Naomba waimbaji pamoja na wewe, ili nipate mashaka sawa sawa nawe, ile pamoja ni siku ya kuomba muunganiko wa Roho Mtakatifu utakaotuongoza na kutusaidia. Ni siku ya kuomba nguvu itakayotuendesha katika maombi haya kwa siku zote. Reko ya basata, reko ya basite, ramashaka ya baba, ya kadashite. Ni siku ya kuomba Mungu atungamanishe na nyakati mpya anazozifanya na majira mapya anayotengeneza katika jina la Yesu. Nisitapenda kutia nguvu za Roho Mtakatifu katika kuomba huku katika jina la Yesu. Nisitapenda nguvu ya ushindi usiotakaoshindwa katika jina la Yesu. Nishike kijiweke yake, neema ya uwezesho, neema ya uwezesho. Ninakuomba kujikabidhisha Bwana, ukimimina moyo wako kujikabidhisha Bwana. Yoko neema ya uwezesho, si katika nguvu za mwili, lakini katika nguvu za rohoni. Neema ya uwezesho, neema ya kusaidia kukutana na agenda hii ya Mungu, kukutana na agenda hii ya Mungu, kuifanya halisi katika maisha yako katika jina la Yesu. Ninakuomba nina moyo wako upande wake. Rekori ya basoko, Mungu tuko hapa, Mungu tuko hapa. Unahitaji nguvu zako, 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 unahitaji neema yako katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Unajua Bwana, unatamani tulipate zaidi ya akili zetu, hali yetu vizuri. Tufungue macho tuone, tufungue macho tuone. Bila ambao nataka tulipate, bila ambao nataka tulipokee, bila ambao nataka tukutane nalo. Tufungue macho tuone, tuwezeshe kuliona, tuwezeshe kuliona. Tusaidie kwa msaada katika jina la Yesu. Ya mashaka, ya bakaraba, ya nandaraboseke, ya nandaraboseke. Mara nyingi Mungu anatamani kutuingiza katika nyakati mpya, lakini kwa sababu hatukuweza, tunarudi tena mara kwa mara katika nyakati zilizokwisha kupita, katika nyakati ambazo agenda yako ishabadilika. Mara nyingine tumerudi katika hizo, tukaishi katika hizo, lakini tunaomba sio sasa Yesu, tunaomba sio sasa Yesu. Sasa tusaidie, tusirudi ulikotutoa, tusirudi katika nyakati zilizotutoa, tusirudi katika nyakati ambazo kuja kutupitisha katika jina la Yesu. Tusirudi katika nyakati ambazo kuja kutuvusha Yesu. Ramashaka ya baba,
Rabashaka. Rabashaka Yababa. Rababa. Ramasaka. Ramaperosaka. Ramandorosaka Yababa. Zata. Rabashaka Yababa.